Alikuwa anazungumza kwa habari ya nuru inayowaka katikati ya mwanga. Alikuwa anawaambia kwa habari ya uasi walionao, ya kwamba yeyote atendaye dhambi yupo gizani. Alipoambia maneno hayo, Biblia inaambia watu wakachomwa mioyo yao, wakatamani kumlalua. Yesu alipoona hali ya hewa imebadilika, akachomoka katikati yao, akatoweka, akaondoka. Ndipo nilipokuanzia hapo chini ya kwamba akaondoka, akajitenga, akaenda kujificha kidogo wasimwone. Lakini ingawa amefanya ishara nyingi kwao, hawakuamini kwa sababu mioyo yao ilikuwa imetiwa giza, kama alivyo Mtanzania wa Ilembo ambaye kwa namna ya ajabu linakushangaa neema iliyoletwa mbele yako huyataka kusadiki habari hizo wala kuziamini na kuzipokea, kwa sababu maisha yako yametiwa giza, kwa sababu moyo wako umetiwa giza, kwa sababu maisha yako yamefungwa. Hayupo wa kukuhurumia kama sio neema hii. Hayupo wa kuyafungua maisha yako kama sio Yesu. Ninasema habari zake Yesu aliyenituma kwako. Amenituma niseme na wewe jioni ya leo, neema ingali iko wazi bado. Maisha yako yamefungwa, ni kweli. Hata ukisikia injili wajisikia kuumia. Hata tunaposema Yesu ni Bwana unaghafirika. Jioni ya leo ninazo habari njema. Wewe sio wa kwanza kuogazipika. Wewe sio wa kwanza kuchokea habari za ufalme. Wapo waliozichokea hata